Maandiko ya kwenye barua ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe. Nini kinachovutia kule mlimani? Mathayo mtakatifu sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 4. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema. Zekaria sura ya 9 mstari wa 9. Furahi sana, binti Sayuni, piga kelele, binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. Zekaria sura ya 14 mstari wa 4 hadi wa 9. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu, nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusu yake upande wa bahari ya magharibi. Wakati wa hari na wakati wa baridi itakuwa hivi. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Isaya sura ya 29 mstari wa 6. Naye atajiliwa na Bwana wa majeshi kwa ngurumo na tetemeko la nchi na sauti kuu na chamchela na tufani na mwali wa moto uteketezao. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 9. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Malaki sura ya 3 mstari wa 1. Angalieni, na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafula. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia. Angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Malaki sura ya 4 yote. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu, watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza-cheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni,
nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 8. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzahavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Luka Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 22 hadi wa 30. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Mwana wa Adamu, msiione. Tena watawaambia, tazama kule, tazama huku. Msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu.